Mtazamaji wa PMTV, karibu katika update za michezo na Juma Idi Bangla kwa hisani kubwa kabisa ya PMBet. Na kupa tu hichi kwa kifupi, PMBet inatoa Toyota IST pamoja na Toyota Harrier. Cheza katika promotion zake za Royal Win pamoja na Super Royal Sports. Kama bado, jisajili visasa pmbet.co.tz. Sasa unalifahamu neno LGBT. Unaweza ukajiuliza limefuata nini hapa katika michezo ama sports, lakini ni kwamba kwanza LGBT ni kifupisho cha neno la Kiingereza ambapo kuna maneno ndani yake. Sasa mimi nakutafsiria tu kwa Kiswahili hiyo LGBT. Ni kwamba chenye kinasema kwamba ni watu wanaojiita wasagaji, mashoga ama watu wenye jinsia mbili, lakini pia waliobadili jinsia ndo wapo katika kundi hili la LGBT, ambapo alama yao kubwa ni zile rangi ambazo zinaonekana kama vile wanaita upinde wa mvua. Sasa kisa kinakuja vipi katika sports? Bwana sikiliza, ni kwamba Misri pamoja na Irani wamekiamsha. Unajua mashindano ya kombe la dunia ambayo yatafanyika mwakani kule nchini katika nchi za Amerika Kaskazini, Marekani, Canada kule pamoja na Mexico. Sasa ili kombe la dunia huwa watu wana utamaduni wao tofauti tofauti wa kusherekea katika mambo yao ya kijamii. Sasa unaambiwa chama cha soka nchini Misri EFA kimelitaka shirikisho la soka duniani FIFA kuzuia shughuli zozote zinazohusiana na LGBTQ+, ambapo wakati wa mechi yao ya kombe la dunia dhidi ya Irani huko katika jiji la Seattle Juni mwakani. Inakuwaje? Ni kwamba EFA ilidai kwamba sherehe zilizopangwa zingepingana na maadili ya kitamaduni na kidini ya mataifa yanayoshiriki katika mechi hiyo. Mechi hiyo itapigwa Juni 26. Imeteuliwa kwamba kuna waandaaji wa eneo hilo, yani katika ule mji wa Seattle, kuna wameita ni mechi ya Pride, yani mechi hiyo ya Iran pamoja na Misri ishapewa jina, inaitwa mechi ya Pride kwa sababu katika mji wa Seattle kuna weekend inayoitwa LGBT Pride, ambapo wenyewe sasa watu wenye jinsia hizo ambao wanajihusisha na mapenzi ya jinsia moja watakuwa na shughuli kubwa kabisa katika mji huo, ambapo imeangukia siku ya mechi hiyo kati ya Irani pamoja na Misri. Sasa mataifa hayo mawili yenyewe yanayohusika katika mechi hiyo, yani Misri pamoja na Irani, yanatoa adhabu kali sana kwa watu ambao wanajishughulisha na mapenzi ya jinsia moja, ambapo kwa kifupi ni hiyo alama ya LGBT, wakiwakilishwa na rangi zile za upinde wa mvua. Ripoti zinasema kwamba mipango hiyo ambayo inajumuisha sherehe za LGBT na maonyesho ya kazi za sanaa kuzunguka uwanja na kote mjini Seattle iliandaliwa kabla ya draw ya mashindano ya kombe la dunia kuthibitisha mechi za kundi G, ambapo kuna Iran pamoja na Misri na timu zingine, wakisema kwamba ratiba ilipangwa muda mrefu sana ya sherehe hizo. Ni kama vile kukuta dodo chini ya mwarobaini, kwamba sherehe waisha panga kabla ya draw. Kwa hiyo jamaa majitetea. EFA imesema kwamba msimamo wake ulitokana na sheria za FIFA, hasa kifungu cha 4 kinachosisitiza kwamba kutoegemea upande wowote katika masuala ya kisiasa na kijamii wakati wa mashindano ya FIFA, na kanuni za kinidhamu zinazotaka mashindano kubaki bila maonyesho ambayo yanaweza kusababisha mvutano au migogoro miongoni mwa mashabiki. Sasa siku ya Jumatatu, televisheni ya taifa ya Iran ilisema kwamba Tehran itakata rufaa kwa FIFA kuhusu swala hilo la sherehe hizo za LGBT. Unaambiwa Iran na Misri zinakomalia kabisa kuzima sherehe hiyo kwa sababu imeandaliwa na kamati ya eneo hilo la Seattle na si shughuli ambazo zinahusiana na FIFA. Iweje? Nchini Iran mahusiano ya jinsia moja yanaweza kusababisha adhabu ya kifo, huku Misri sheria za maadili kama hayo ya jinsia moja nyingi hutumika kuwashtaki watu hao wa LGBT, ila haijasema adhabu gani wanapewa, tofauti na Iran ambapo wao wananyonga. Katika kombe la dunia, nikukumbushe tu, mwaka 2022 huko Qatar, FIFA ilitishia kadi za njano kwa wachezaji waliovaa kitambaa cha mkono cha One Love kuunga mkono haki za LGBTQ+ na kusababisha timu zikiwemo kama Uingereza pamoja na Wales kuachana na mipango hiyo ya kutumia hiyo One Love katika
kitambaa cha mkononi. Hizo ndizo taarifa kutoka kule duniani. Ni kwamba Misri na Iran zinapinga shughuli zozote za mjini Seattle ambazo zitahusisha kundi la LGBT kwa ajili ya mechi zao. Sasa FIFA itajibu, tusubiri majibu, lakini utamaduni wa kule wa nchi za magharibi, mambo kama hayo ni ya kawaida sana kwao. Je, FIFA itaweka kizingiti kama kule Qatar 2022? Tutasubiri majibu. Hapa ni PMTV update za michezo. Mimi naitwa Juma Idi Bangla. Mpaka wakati mwingine, endelea kushinda magari, endelea kushinda fedha kupitia PMBet. Jisajili hivi sasa pmbet.co.tz. Kwa heri. Aviator, rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz.